Uongozi wa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB umeipa ruhusa klabu ya Yanga kwenda mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS kupinga uamuzi wa kuahirishwa kwa mchezo wao dhidi ya Simba uliokuwa uchezwe Machi 8. Yanga inaona uamuzi huo haujaitendea haki, ikidai haukufuata kanuni na ulilenga kuibeba Simba iliyotangaza kutokuwa tayari kucheza kwa vile ilizuiliwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam siku moja kabla ya mchezo. Mwenyekiti wa TPLB Steven Mguto ameliambia Mwanasport hawaizuii Yanga kwenda CAS, lakini walipaswa kusubiri hadi bodi itoe uamuzi wa mwisho juu ya swala hilo. CAS kuizungumza tu, CAS ni rahisi, lakini CAS ina taratibu zake. Lakini kwa sababu wenzetu walishawahi kwenda CAS kwa swala la Morrison, sina shaka wanajua hizo taratibu na watazipitia hizo taratibu na nini. Kwa hiyo kama wanaenda CAS, huwezi kumkataza mtu. Kubwa sisi ni kuja kujibu kama tutaitwa na CAS kwenda kujibu, na tunayo na wakati huo kama wakati tumeshafanya maamuzi yetu, tutapeleka maamuzi yetu kwamba hii ilikuwa ni hivi. Lakini kama wanaenda CAS sasa hivi ambapo hatujasema kwamba hii imeamuliwa vipi, itakuwa ni kitu kichekesho. Hata hivyo, Yanga inaripotiwa tayari imeshapeleka malalamiko yao CAS yakiambatana kiasi cha dola 40,000 sawa na shilingi milioni 106 ambao ni ada ya kuendesha kesi hiyo. Wakati Yanga ikisubiri kufahamu tarehe ya kusikilizwa kwa shauri hilo pamoja na jopo la wasuluhishi, mwongozo wa uendeshaji wa mashauri ya CAS unampa mamlaka Mfaransa Carole Malinvad wa kuamua ni lini na kina nani watamaliza mjadala juu ya swala hilo. Idadi ya wasuluhishi inaweza kuanzia 1 hadi 3 na wanachaguliwa na rais wa kitengo husika ambaye kwa sasa ni Malinvad. Nanukuu, rais wa kitengo ataamua nambari hiyo kwa kuzingatia mazingira ya kesi hiyo. Kisha rais wa kitengo anaweza kuchagua kuteua msuluhishi pekee wakati mlalamishi anapoomba hivyo, na mlalamikiwa hatalipa sehemu yake ya malipo ya awali ya gharama za ndani ya muda uliowekwa na ofisi ya mahakama ya CAS, imefafanua ibara ya 40 ya mwongozo wa CAS. Malinvad ni gwiji wa sheria za kimataifa za biashara, pia usuluhishi wa migogoro. Ni mhitimu wa vyuo maarufu vya sheria vya Paris, Ufaransa na shule ya sheria ya Harvard, Marekani. Kwa sasa ni mwenyekiti wa tume ya kimataifa ya usuluhishi wa kibiashara ya Ufaransa aliyohudumu kuanzia 2013, na pia amewahi kuwa mwenyekiti wa kamati ya nidhamu ya shirikisho la mchezo wa golf. Malinvad atateua msuluhishi au wasuluhishi kutoka kundi la wasuluhishi 171 wa CAS ambao miongoni mwao kuna Waafrika 7. Waafrika wanaweza kuteuliwa kuamua suala la Yanga ni Shiamao Rantao na Terence Dambe wa Botswana, Paul Prestas Tembeka na Paul Balan wa Afrika Kusini, Wellington Magaya Zimbabwe pamoja na Abdallah Shihata wa Misri. Kitendo cha Yanga kwenda CAS kudai haki yao inaturudisha nyuma hadi mwaka 2018 walipofanya hivyo Boca Juniors ya Argentina waliokuwa na mchezo wa fainali ya ligi ya mabingwa Amerika Kusini dhidi ya River Plate pia ya Argentina. Timu hizi zenye upinzani muda mrefu kama ilivyokuwa Yanga na Simba, lakini wao mara nyingi mechi zao zimekuwa zikigubikwa na matukio mengi ya vurugu kutokana na ushindani huo. Mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali hiyo ulipigwa Novemba 11 mwaka 2018 ukamalizika na sare ya 2-2, kisha marudiano ukapangwa kupigwa Novemba 24 mwaka 2018. Hata hivyo, mchezo huo kufanyika kwa sababu ya vurugu zilizokuwa nje uwanja zilizosababisha basi ya wachezaji la Boca Juniors kushambuliwa na baadhi yao kuumizwa, na mwishowe wakaondoka katika eneo la uwanja huo. Kutokana na hali hiyo, shirikisho la soka Amerika Kusini likairisha mchezo huo kuupanga tarehe nyingine, huku likaamua mechi hiyo itapigwa nje ya Argentina. Boca Juniors walipinga swala hilo na kusisitiza watocheza mechi hiyo, wakaenda mbali zaidi wakifunguka kwamba River Plate haikutakiwa kushiriki kabisa mechi hiyo kutokana na vitendo vyao, hivyo wao wapewe ushindi wa mezani, na ikiwa hawatosikilizwa watapeleka kesi hiyo kwenda mahakama ya usuluhishi wa masuala ya michezo CAS.
Hata hivyo, shirikisho la mpira Amerika Kusini lilitupilia mbali shauri hilo, na baada ya hapo Boca Juniors iliwasilisha kesi yao kwenda CAS ambako pia waligonga mwamba. Mwisho mechi hiyo ikaenda kupigwa Desemba 9 mwaka 2018 kwenye uwanja wa Santiago Bernabeu, Hispania, ambapo River Plate ilishinda kwa mabao 3-1, hivyo ikaibuka na ubingwa kwa ushindi wa jumla wa mabao 5-2 na kubeba ndoo ya michuano hiyo.